Iwapo kanisa la Msitu wa Tembo tutaondoa tofauti zetu kama ilivyosema Efeso 4:30 mpaka 32, tukawa wamoja kama inavyosomeka katika Yohana 17:20 mpaka 23, Bwana atatuletea means ya kutoka. Amen. Hawa waliletewa ndimi ya moto, bali Roho Mtakatifu atakuja na atatupa namna ya kutoka kuhubiri katika hali ambayo haitatusumbua. Petro alitoka siku ya Pentekoste akahubiri kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hubiri la dakika 5, walibatizwa watu 3,000. Ikiwa kanisa litampokea Roho Mtakatifu, lina uwezo wa kufanya kazi ya mahubiri siku moja, wakabatiza watu ambao kanisa limehangaika nao kwa miaka 20. Ukiona tunatumia nguvu nyingi katika kushuhudia, nguvu nyingi huko nje, ni kwa sababu hapa ndani bado hatujakaa vizuri kumpokea Roho Mtakatifu, kwa sababu akishashuka huyo atatupa uwezo na namna ya kutoka. Wakati ule alikuja akiwapa ulimi wa kunena lugha zao, na katika kuzinena hizo lugha watu waliosikia wakachomwa moyo. Na sisi pia kama tutakubali kumpokea Roho Mtakatifu hapa Msitu wa Tembo, kwa kuziondoa zile tofauti zetu, kwa kumlingania Bwana, basi tutapewa means ya kwenda kuhubiri, sio katika hii tunayoidhania, hata tutapewa namna nyingine. Hata maisha yetu tu yanaweza yakatosha kusababisha watu wengi wakajaa hapa kanisa. Amen. Wanachoma mioyo, kwa sababu hapo unapoitiwa kwenda kumwona mgonjwa, wakati unapofika tu kivuli chako kikipita, kinamgonga yule, kinamgusa yule mgonjwa, anapona. Baada ya wanafunzi kuondoa tofauti zao, tunaambiwa hata leso tu, mtu alikuwa akitumia leso, mgonjwa akaitumia leso, anapona. Tutapewa namna nyingi za kuweza kufanya miujiza, na watu hawatapata shida ya kutuangalia, kwa sababu wakituangalia kwa kanisani na jinsi ambavyo Roho anatutumia na umoja tulionao, maisha yanapenda. Ni matokeo ya umoja wa kanisa ambalo Roho tayari analiongoza. Likitoka nje lazima lifanye muujiza. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeni ndugu zetu